asubuhi ya leo, jidhihirishe na ujitukuze siku ya leo, mfalme wa mfalme, maana wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Kikundi cha sifa na ibada wanapotuelekeza katika uwepo wako, watumie kama vile hujawatumia tena, kusudi jina lako likainuliwe na jina lako likatukuke. Mungu wetu, Baba, tunakuenzi, tunakutukuza asubuhi ya leo, ni kwa sababu ibada hii ni yako Bwana. Fanya nasi jinsi upendavyo, na Bwana ikitimia, sifa zote, utukufu wote ukakurudie, katika jina la Yesu tumeomba na hata kushukuru. Amen. Amen. Salimia mtu, mwambie karibu kwa ibada ya kwanza. Haleluya. Amen. Mwambie karibu tunapomsifu Bwana. Haujui kwamba Mungu anakupenda sana. Haleluya. Amen. Celebrate the King of Glory this morning. Hallelujah. Amen. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Kanisa, mwamba ni Yesu. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Sema Mwamba, Yesu ndiye mwamba. kwa Yesu. Twalalami, Yesu litwala. Twalalami, Yesu litwala. Bwana majeshi leo uinuliwe, Bwana wa mabwana uinuliwe. Bwana wa majeshi leo uinuliwe, Bwana wa mabwana uinuliwe. Leo uinuliwe, Bwana wa mabwana uinuliwe. Bwana wa majeshi leo uinuliwe, Bwana wa mabwana uinuliwe. Tunamwinua Bwana, tunamwinua Yesu. Tunamwinua Bwana, tunamwinua Yesu. Tunamwinua Bwana, tunamwinua Yesu.
tunamwinua Bwana, tunamwinua Yesu, tunamwinua Bwana, tunamwinua Yesu. Twamshangilia Yesu, twamshangilia Bwana, twamshangilia Yesu, twamshangilia Bwana, twamshangilia Yesu. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
kama wewe. Ilelololo. Wastahili sifa zote, sifa kwa mwana kondoo, sifa kwa mwana kondoo, sifa kwa mwana kondoo. Wastahili sifa zote, sifa kwa mwana kondoo, sifa kwa mwana kondoo, sifa kwa mwana kondoo. Wastahili sifa zote, sifa kwa mwana kondoo, sifa kwa mwana kondoo, sifa kwa mwana kondoo. Wastahili sifa zote, sifa kwa mwana kondoo. Sifa kwa mwana kondoo, sifa kwa mwana kondoo. Wastahili sifa zote, sifa kwa mwana kondoo. Glory and honor to you. Glory and honor to you. You are worthy of all our praise. Glory and honor to you.
Glory and honor to you. Glory and honor to you. Glory and honor to you. You are worthy of all our praise. Glory and honor to you. Glory and honor to you. Glory and honor to you. You are worthy of all our praise. Glory and honor to you. Sifa kwa mwana kondoo. Sifa kwa mwana kondoo. Wastahili sifa zote. Sifa kwa mwana kondoo. Sifa kwa mwana kondoo. Sifa kwa mwana kondoo. Wastahili sifa zote. Sifa kwa mwana kondoo. Sifa ni kwako. Sifa ni kwako. Mwana kondoo. Sifa ni kwako. Sifa ni kwako. Sifa ni kwako.
Your name is Jesus. Your name is Lord. Your name is higher above all other names. Your name is Jesus. Your name is Lord. Your name is higher above all other names. Your name is Jesus. Your name is Lord. Your name is higher above all other names. Your name is Jesus. Your name is Lord. Your name is higher above all other names. Your name is Jesus. Your name is Lord. Mshukuru Bwana, mwambie asante asubuhi ya leo. Anastahili sifa zote na utukufu. Everlasting Father, we are so grateful this morning. This is the day the Lord you have made. Shall rejoice and be glad in this day. Thank you for gathering us here on 9th of August 2026. We appreciate you, Lord, for your loving kindness, your goodness, and your mercies. And thank you, Father, for granting us this opportunity to receive your word. Our hearts are open. Our hearts are ready. And as you speak to us, Lord, minister to our needs. Minister to our families. Minister, Lord, to the church. Minister, Lord, to our nation. Minister, Father, your purposes for us today. We love you and we appreciate you. Baba ni asante. Asante, tukufu na sifa zikurudie. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Salamia watu wawili watatu wakaribishe kwa ibada ya siku ya leo. Asante worship team. Amen. Mikono najua zinakaa baridi, lakini kusalamiana inatoa baridi. Amen. Let's have a seat. Thank you. Nashukuru sana kwa siku ya leo. Ni siku ya baraka, ni siku ya kulibariki na kulinua jina lake. This week we have had a great time. Kuna wale tulisafiri kuelekea mkutano Apostolic Conference Bungoma.
tunashukuru kwa kwenda na kurudi. Wengine alifika jana, wengine tulifika before yesterday. Lakini tunashukuru Mungu kila jambo. Bwana asifiwe sana. Salamu ni nyingi kutoka mahali kwingi. Jana pia nilikuwa naunganisha harusi kule Gashie, Nairobi. So pokeeni salamu zote kwa ujumla. So tunashukuru sana kwa nafasi nzuri Mungu ametujalia. And today I've been sharing about the Christian character, na ni malizia Jumapili iliyopita tabia Mkristo. Today I'll share something about finding grace through prayer. Kupata neema kupitia kwa maombi. You know, prayer is very key. And one thing that I've realized that it is, as a Christian, you can never be effective in your spiritual life without prayer. Huwezi kuwa maisha yako kile, huwezi kuwa na udhuru ama huwezi kuwa na msimamo mzuri kama hakuna maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. You can never be effective without prayer. So this morning I would like to bring your attention to finding grace through prayer. Kupata neema kupitia kwa maombi. In Hebrews chapter 4 verse 16. Hebrews 4:16. The Bible says, "Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need." Basi na tukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Tupate rehema, tupewe rehema na tupate neema ya kutusaidia wakati wa nini? Wa mahitaji. Obtaining mercy and finding grace to help in the time of need. I believe that each one of us, you have a certain need in your life. It might not be financial, it might not be family, it might be maybe spiritual. Inaweza kuwa ni ya kiroho, inaweza kuwa ni ya kifedha, inaweza kuwa ni ya kijamii. Lakini kila mmoja wetu kuna hitaji fulani at any moment of time you have. Bwana asifiwe sana. There are times you just feel that I just need God. And of course, all the time we need God, isn't it? So, the Bible is very clear, says that come boldly to the throne of grace, that you may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Come boldly, kuja kwa ujasiri. There are situations which are so intimidating. Kuna hali ambazo zinakuwa ni za mejawa, inaleta uoga ama imejaa uoga. And you must be bold in such a time to go before the throne of grace. The Bible calls it the throne of grace. Kiti cha neema. Kiti cha neema. That throne of grace. So you need to approach that throne with
boldness. So the first grace that prayer helps us to find is boldness. Grace for boldness. Kuna neema ya ujasiri. It is said of Kathryn Kuhlman, a great woman of God, who preached in the in 60s and 70s and early part of 70s. Kathryn Kuhlman naturally, ama katika hali ya kawaida, alikuwa ni mtu mwoga sana. He was somebody so timid. But anytime angeingia kwa madhabahu na asimame, boldness comes and she speaks with boldness. Na akiondoka kwa madhabahu baada ya huduma, timidity comes back again. The throne of God has grace, and we need boldness as we approach God. Na nimesema kuna hali ambazo that are so intimidating. Ni hali ambazo wakati unapitia ama wakati unaanza ku experience, there is a lot of fear, and sometimes if you are not careful, you can be consumed in the fear. But boldness helps us to overcome situations. Siongei juu ya ujasiri ambao unatokana na nguvu za mwanadamu. I'm talking about boldness that comes as a result of seeking God, as a result of having time in the presence of God. Spiritual boldness. Na ule ujasiri ambao tunaambia kwamba wanafunzi wa Yesu, the apostles like Peter, walikuwa na ule ujasiri wakati walipokuwa kihudumu. If you read Acts chapter 4, Peter and the disciples asked God for boldness. Peter alimuuliza Mungu pamoja na wanafunzi awapatia ujasiri. Na ule ujasiri uliwasaidia kuhubiri and to demonstrate the power of God. Though like Peter and John hawakuwa ni watu wamesoma, lakini kwa sababu ya ujasiri wa kiroho, even those who are learned like the Pharisees and the Sadducees, they marveled. Acts 4:29, the Bible says they asked God that he may grant them boldness to speak his word. Waliitisha ujasiri wa kuhubiri neno la Mungu. We are in times that we need to be bold for Christ. Tuko kwa nyakati ambazo tunahitaji tuwe wajasiri kwa ajili ya Kristo. We must stand out boldly and declare, one, that we are born again. Number two, that Jesus is Lord. Lazima tusimame kwa ujasiri. Ujasiri ya kwanza, nimeokoka. Ujasiri ya pili, kumtangaza Kristo. We must be bold. We must be bold. Nimekuwa angalia sana hata wakati katika tunafanya huduma yetu mahubiri. It is not easy to find people who are talking about salvation and also wakiitisha watu kuja kuokoka. You can be in a meeting for a whole week
na watu wamekuja wamejaa. And many times we can assume that all people are born again. Jana nilikuwa nahubiri kwa harusi, na nikaitisha altar call before niunganisha wale vijana, and 4 people gave their lives to Christ. Bwana asifiwe sana. Because we must use every opportunity to declare that Jesus is the Savior. Bwana asifiwe sana. So, how do you get this grace of boldness? It is through prayer. The message is finding grace through prayer. Kuna vitu ambao wengine wetu kama si kuokoka na kujua kumtafuta Mungu, hatungesimama mbele za watu hata kusema chochote. Wengine wetu tulikuwa waoga sana kiasi ya kwamba hata ukiambiwa you just stand before people and say something, unaanza kutetemeka. Literally, you begin to shake because of fear. Lakini ujasiri ambao tuko nao ni kwa sababu ya kumjua Kristo na kwa sababu pia ya kujua kumtafuta. That is the secret. That is the secret. That is the secret. Bwana asifiwe sana. Come before His throne of grace with boldness. And that boldness, the Bible says, will help you in the time of need. Finding grace through prayer. We need also grace for guidance. Neema ya kumwelekeo katika maisha yetu. What does God want you to do today? What does God want you to do tomorrow? What does God want you to do this month? What does God want you to do this week? Mungu anakuelekeza namna gani? In the book of Luke chapter 6, in verse 12 to 13, the Bible says, it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. And when it was day, he called the disciples to himself, and from them he chose 12, whom he also named apostles. Ikawa katika siku hizo, Yesu alikwenda mlimani kuomba, akakesha usiku kucha akimuomba Mungu. Kulipopambazuka akawaita wanafunzi wake, naye akachagua 12 ambao pia aliwaita mitume. Jesus prayed the whole night. Before he chose his 12 disciples. He spent the whole night asking God for approval. Asking God for guidance. You have to spend time before God to get his guidance. Bwana asifiwe sana. Chukua nafasi nzuri mbele za Mungu kutafuta mwelekeo wake.
If Jesus prayed the whole night, aliomba kesha usiku yote 12 hours, kabla hajachagua wanafunzi wake, then who are we? Sisi ni nani? Not to seek him for guidance. You need God to guide you every day in making decisions. Wakati unapofanya uamuzi, unahitaji Mungu akusaidie. Before you choose that career, ni kazi gani unataka kufanya? Husisha Mungu akuelekeze. Before you begin to do that business, ask God's guidance. Ukianza kutafuta kazi, ambia Mungu nielekeze. Even as you continue knocking doors, unapogonga milango kwa sababu ya kutafuta kazi, kuchukua nafasi ya kutafuta kazi, you know, action, taking that step. Kwa sababu usipopata mwelekeo, kuna kazi zingine utapata na zitakutoa kwa Mungu kabisa. Are we together? It will completely take away from God. One of my spiritual daughters, ambayo kombali na hapa, she was working in a very big company. And kazi ikakuja ikaisha. Na haikuisha kwa sababu alikuwa na msimamo. Kuna mtu alikuja ataka kumhonga 7 million ili ampitishe tenda fulani. Tenda 7, kamwambia mimi nimeokoka. Na unajua hii mambo ya corruption inakuanga wadogo ndio wanatafutianga wakubwa. Unapata askari kwa barabara amepatiwa target, anambia wewe kila mmoja wenu niletee 3,000. So wanatia bidii, akishapata 3 za mkubwa zimepatikana, anaanza kutafuta zake. So I think in that chain ikagundulika kwamba alikataa 7 million ndio apatiana nini, na akasimamishwa kazi. It's a good thing simamishwa kazi, kwa sababu umesimamia Kristo na wokovu. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu amekuja akambariki sana. Tuko pamoja? Akambariki sana. Akamfungulia opportunities bora zaidi, 7 times, many times better than kila alikuwa anapata. You have to seek God for guidance. Naye mwingine akapatiwa nafasi mahali, ni dada pia. Alipoenda mahali pale kuingia tuko hiyo ofisi, kukaa kwa hiyo kiti, akasikia Mungu anamwambia, hapa, this is not the place for you. Hapa si mahali pako kufanya kazi. And immediately alienda kwa mkubwa akamwambia, I will not work here. Thank you for the offer. Na kazi umenipatia. Wakati Mungu alimuongelesha hivyo, alipoangalia nyuma ya kiti akapata kuna big idol imeshikanishwa na kiti nyuma, miungu fulani dedicated to demons.
Kwa sababu usipokuwa na mwelekeo wa Mungu utajipata kwa hali ambazo kujitoa itakuwa gharama kubwa sana. Are we together? Itakuwa gharama. If Jesus sought God for guidance, who are you not to seek God for guidance? Yesu alimtafuta Mungu, akamwambia Mungu amwelekeze. Na maandiko yanasema, in the next day after praying 12 hours, verse 13 says, when it was day, he called his disciples to himself, and from them he chose 12. From them, kwa hivyo walikuwa ni wengi, na katikati yao akachagua 10 na wangapi? Wawili, ambao pia aliwaita nini? Mitume. Also called them apostles. And look at the 12 men except for one, lakini kila mmoja alitimiza kusudi yake. Hata Judas Iscariot ambaye alichaguliwa alikuwa na kusudi lake, kwa sababu already prophetically unabii ulikuwa umesema atakuwa katikati wa wanafunzi 12, na alikuwa na kusudi lake. He was there to fulfill God's purpose. Kama Judas Iscariot hangekuwa, wewe na mimi hatungekuwa leo. Kwa sababu yeye ndiye alisaliti Yesu, ndio Yesu akasulubishwa, Yesu akakufa, akazikwa, akafufuka. Are we together? Bwana Yesu asifiwe sana. Grace for guidance. Seek God for that grace to guide you in everything you do. Bwana Yesu asifiwe sana. Grace for warfare. Neema ya vita vya kiroho. Grace for spiritual warfare. Through prayer. Wakati unapoingia katika maombi, prayer by itself gives you, maombi menyewe inakusaidia kupata ujasiri wa kukabiliana na adui. If you are not prayerful and you encounter a demonic case, you will feel powerless before the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna dada ambaye jambo litendeka kwake usiku. I think one of our relatives alikuwa amemtembelea na akaanza kumanifest usiku. Akaanza kumanifest usiku. Si ugonjwa, mapepe naongea. Anajua this is manifestation. But uzuri, she was a prayerful sister. After praying for that relative, it took time, lakini alikombolewa. Lakini alisema alitoa jasho mingi sana. Lakini alifanya nini? Kama unajua kuna watu wengine, kuna some demonic cases, they are violent, isn't it? Kama you're not prayerful, utashikwa tu na utarushwa. You need grace for warfare. Amen. In Luke chapter 22 verse 44. Luke 22 verse 44. One time my sister ambaye ni askari, kuna jambo litendeka, kuna msichana walikuwa wameajiri wa kazi, so walikuwa wanafanya katika police station. So jioni moja tunasikia, bro uko wapi? Mwambie niko
church jioni, nilikuwa kanisani. Nakuja. Wana wamekuja na askari mwenzake, a lady pia ni askari. Ingia. Walikuja na gari. Then wana wameshika msichana. Violent. Ati hii siwezani naye. Hii si ya police station, si ya cell. Na waacha na akaenda. Tutanipigia simu. Nashukuru Mungu, the girl was delivered. Akapiga simu, ako sawa, mkujie. Sasa yeye alijua ndugu yake ni muombaji. He's a prayerful person. Atanisaidia kuombea hii kesi. Kuna mambo ambayo tunakutana nayo, na kama you are not prayerful, utajipata kwa hali ngumu. Are we together? The Bible says, and being in agony, he prayed more earnestly. Then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Naye akiwa katika maumivu makuu, akaomba kwa bidii, nalo jasho lake likawa kama matone ya damu yakidondoka ardhini. Matone ya damu yakidondoka ardhini. The Bible says, when he was in agony, in pain, he prayed more earnestly. Aliomba kwa bidii. This was a great warfare. In fact, hii ndio maombi ya mwisho Yesu alikuwa anaomba kabla hajakabiliana na msalaba. He knew what was before him. Haikuwa ni rahisi. It was not easy. When the Bible says he prayed, he engaged in warfare. Most of our prayers, it's about fighting the enemy, isn't it? Kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba he is accused of brethren. Yeye ndio mshtaki wa ndugu, wa wapendwa. Your life is constantly under warfare as a child of God. There is warfare in the mind. There is warfare in your heart. There is warfare in the homes. There are warfare in the places of work. Many vita viko kila mahali. Lakini lengo ni kukutafuta wewe. And the devil is a schemer. Ako na mbinu nyingi. Ukimshinda hii anatafuta nyingine. So you have to be alert, and you have to use your authority that you have been given. Pasipo kulala na kulegea, so that you can win war against the enemy. Bwana Yesu asifiwe sana. Apart from fasting ambao tunakuwa nayo kanisa, corporate fasting, for the past 1 month, mwaichukua nafasi yako ya kufunga pasipo kuambiwa
Sasa kuna mzigo, individual burden of prayer and fasting. Wacha ile kuambiwa, ama wacha ile ambayo situation yenyewe na kuingisha ndani, kwa sababu some people fast ama wanaomba na kufunga kwa sababu ya hali ambayo wanakumbana nayo, lakini kiisha they relax. But without that kind of drama, ama ile hali zote ambazo zinaweza kuwa zinakuzunguka, have we just fasted? Just God to strengthen you for the time of need that is coming. Jesus was preparing. He knew the war that was ahead of him. Katika miaka yake hii 3.5 years of his ministry, alikuwa amekumbana na vita mingi, but this time round, this was not just a normal war. This was about his destiny. But the Bible says he prayed more earnestly. He prayed more earnestly. And one of the wars that Jesus overcame was the war of the flesh. Vita vya mwili. Ukisoma vizuri sana nasema kwamba kuna mahali nasema kwamba ingawa roho inataka lakini mwili umefanya nini? Mwili imechoka, ni mdhaifu. Lakini roho inataka lakini mwili ni mdhaifu. So baadhi ya vita ambavyo stahili kushinda, ambao it is one of the greatest warfares, ni vita vya mwili. If you don't win war over this body, hii mwili itakwambia umechoka, hii mwili inataka kurelax. Hata kama kabisa vile ungesikiza mwili wako leo, haungeamuka kuja kanisani. Ni kweli? Kweli ama rongo? Kweli ama rongo? Kwanza sasa wakati wa baridi hivi, kama kabisa ungesikiza mwili wako, na mwili ungeisikiza na uamue kulingana na vile mwili litaka, haungekuwa hapa leo. But you have to overcome that war for you to be here. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Vita vya mwili. So you need grace for warfare. Number 4. Is it number 4 or number 3? Grace for intercession. Luke 22 verse 31 to 32. Luke, the Gospel of Luke is very interesting kwa sababu Luke alikuwa sana ameongea juu ya maisha ya maombi ya Yesu kuliko wale waandishi wengine wa Injili kama Matthew, Mark na John. Kwa sababu Luke was a doctor, alikuwa ni medical doctor. Na kuna vitu aliona kwa huduma ya Yesu ambao madaktari walikuwa wameshindwa. Nakumbuka kama ile situation ule mama alikuwa anatokwa na damu miaka 12. Luke chapter 8 anasema ya kwamba huyu mama alikuwa ametafuta usaidizi, ameuza mali yake lakini hakusaidika. So Luka alitaka kujua siri ya Yesu ni nini, vitu ambavyo madaktari wameshindwa, lakini kwa huduma yake Mungu anatenda. Kwa huduma yake miujiza inatendeka. Alitaka kujua siri yake, na akagundua siri moja ya Yesu ilikuwa ni maombi. He noticed one of the secrets of Jesus was what? Prayer. So he has read so much about the prayer life of Jesus. Ukitaka kujua maisha ya Yesu Kristo maombi kwa upana, soma the Gospel of Luke. You know it. You get the secret. Are we together? Hao wengine wametaja, lakini kija kwa Luke amefafanua na ameenda to details, na
ameongea so many instances where Jesus prayed. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. So that's why unaona tunasoma to look about prayer. Luke 22 verse 31 to 32. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you, that he may sift you as what? Wheat. Verse 32. But I have prayed for you, that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your preference. The grace for intercession. Jesus was an intercessor. He interceded for Peter. Alisema shetani amekupangia Peter kukupepeta kama ngano na wengine nyinyi wote. Lakini nimekuombea Peter, nimekuombea Simon. Nimefanya nini? Nimekuombea ili ufanye nini? Usishindwe. Imani yako isishindwe. Nimekuombea, I've interceded for you that your faith will not fail. I've interceded for you. Intercession, uombezi, ni kusimama kwa pengo, standing in the gap for the other person or other people or other situations. Simama kwa pengo kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya nchi ya Kenya, kwa ajili ya mataifa. Kusimama kwa pengo kwa ajili ya Wakristo wenzako. The grace of intercession. We need to pray. We need to intercede. Bwana Yesu asifiwe. The grace for intercession. The grace for intercession. Bwana Yesu asifiwe. Can you intercede in your blanket effectively? Huh? Hata mtu mwingine ameshika simu pande ya kwa blanket. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Simu bado iko tu on. Anakuwa anasikiza simu, mara ameweka simu anasikiza, mara anaomba, mara ndio hiyo usingizi. Sasa anajipata tayari amelala, simu amepata kwa mkono. Si wewe, unajua naongea tu kwa watu wengine. Wanaweza sifa sana. Si Mungu atusaidie. Si Mungu atusaidie. Yeah. Intercession needs concentration. Umakini fulani unahitajika katika uombezi. It needs attention, concentration, consistency. Kusisitiza, kufuatilia. Kuna mahali tulikuwa wakati nilikuwa nimeokoka, those days we used to go for caches. Kwa maboma za wapendwa ambao walikuwa na maboma kubwa. Because we used to meet in a school on Sunday, tunaweka tent nini, so kesha tulikuwa nakutania kwa maboma. So as a young believer in high school and all like that, you know, that's how my life was shaped, prayer life. Maisha yangu maombi ilikuzwa hivi. Na nakumbuka mchungaji ambaye sasa ni apostle Bishop Emmanuel, angesoma tu andiko na tupatia guideline, alafu na prayer items, and then tunaachiliwa saa 4.
Asema mkisikia nikipiga makofi nikiimba mtakuja. Tumejaa kwa nyumba. Baada direction kila mtu anatoka, wengine wanabaki kwa nyumba wachache. Lakini wengi tunaenda nje kwa sababu kuna ndugu mmoja alikuwa na compound kubwa sana kiwanja. So we go out there, natafuta mahali. By the time pastor anapiga makofi, naanza kuimba, ni saa 11 asubuhi. And you are prayed, it's as if you have prayed for 30 minutes. Sikulala. And I remember one of my spiritual mentors, Dr. Mbuka, aliomba kiruka the whole night mpaka asubuhi. Yani intercession. Najua Mungu anarejesha hiyo neema tena kwa kanisa lake. Sasa watu wanaweza imba usiku mzima. Lakini ikifika kwa maombi dakika 5. Hata wakati hizo dakika 5 wengine utapata tu baada ya kuimba ameimba alikuwa active. Anakaa tu anainama, amefunga macho. Lakini kuimba alikuwa anaruka. Ikifika kwa maombi amelala. That grace, the grace of intercession. Tumebakisha mwaka mmoja. Next year August 10th, siku kama kesho sasa, we'll be voting for the new for leaders. Kuanzia kwa MCA, MP, women rep, senator, governor, president, down to up. We need to pray. Bana sasa. That's why you have got the prayer items. I'm explaining something about that. We need to intercede for our nation. Cry out for the soul of this nation. Kama unapenda taifa lako, uliombe. That's just a guideline. Bwana is special. That's just a guideline. Lastly, grace for persistence. Neema ya kuendelea ama kusisitiza, persistence. Jesus was persistent in prayer. Yesu alikazia katika maombi. Matthew 26 verse 9 to 44. Matthew 26 verse 9 to 44. He went a little further and fell on his face and prayed, saying, "Oh, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you do what? You will." Then he came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, "What? Could you not watch with me 1 hour? Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Again, sikiza hii, again, I'll insist, isn't it? Again, a second time, he went away and prayed, saying, "Oh, my Father," the same prayer, "if this cup cannot pass away from me, unless I drink it, your will be done." He came and found them asleep, for their eyes were heavy. So he left them and went away again and prayed the third time, saying the same
persistence. Persistence. Prayer needs persistence. Akisema maneno yale mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, alisema maneno yale same words. Persistence. You need to persist to see results. Kuona matokeo lazima ukazie. Kuna wakati utakaza muda mfupi, kuna wakati utakaza muda mrefu, kuna wakati utakaza muda mrefu zaidi ama miaka zaidi. But there must be that what? Persistence. Until you see the results. He prayed the same prayer 3 times. Bwana Yesu asifiwe sana. Grace for persistence. May the Lord give you that grace for persistence. Neema ya kukaza. Don't give up. Don't give up. Kuna wakati mwingine unaweza ona kuna watu ambao mlikuwa na wao the same time, age mates, you have grown up together and all like that. Wameenda mbele. Even maybe 10 times ahead of you. Na wewe bado kunyuma. Usianze kujaribu kungangana uwafikie. Are we together? It's not about kuwafikia. It's about your destiny. Are we together? Na ukikazia kile Mungu anataka kwa maisha yako, you can even go 100 times ahead of them. Utawaenda na wapita. So don't be discouraged when you see your friends wanna make progress in certain areas and you are still, tulisoma na yeye, tulifanya hii na yeye, we grew up together, tuko nacheza kalongo, what do you call it? Kalongo? Ile mchezo wa watoto. You know? Sasa angalia, mimi bado niko nyuma, yeye ameendelea. It's not about that. They can motivate you, but don't compete with them. Are we together? Compete. Tell your neighbor, compete with God's plan for your life. That is the only competition you are needed to do. Compete with God's plan for your life, not with the anybody. Run your own race. Sona zile line za zile kwa kiwanja za za mbio. Sikia mtu anakuanga na line yake. Run your own what? Race. Because there is a destiny that God has ordained for you. And Omega, you are Yahweh, Alpha and Omega, you are Yahweh, you are Yahweh, You are Yahweh, you are Yahweh.
nafasi yako, ambia Bwana nisaidie. Naomba msaada wako Bwana. I need your help. I need you, Lord. Grant me the grace to pray, the grace to seek your face. Ambia Bwana nipe neema. Oh yes, Lord. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Wema seo Duvana na kendo Yesu. Wema seo Yesu. Wema seo Duvana na kendo Yesu. Wema seo Hallelujah. Thank you, Jesus. May the Lord release His grace upon your life.
Receive fresh grace. Pokea neema mpya katika maisha yako. Grace of prayer. Grace of intercession. Receive fresh grace. Inua mikono zako juu, inua mikono zako juu. Receive fresh grace. Fresh grace. Pokea neema mpya. Maombi juu ya maisha yako. The grace of assistance. The grace for intercession. The grace of boldness. Fresh grace. The grace of warfare. Fresh grace. Fresh grace. Grace of boldness. Yes. Fresh grace. Fresh grace. Fresh grace. Fresh grace. Fresh grace. Fresh grace. Grace of warfare. Neema mpya juu ya maisha yako. Neema mpya juu ya maisha yako. Neema ya uombezi. Neema ya kupigana vita vizuri. Neema ya kushinda kila vita. Grace for persistence. Thank you, Jesus. Rakabo sakandala masia. Lokapo shakandala ma. Lakandala babo sikandirima. Thank you, Jesus. If you are sick, receive your healing. Pona katika jina la Yesu. Kila hali ya usumbufu iondoke katika jina la Yesu. Pokea muujiza wako.
kupokea ushindi. Inawezekana kwa hapa siku ya leo hujamjua Yesu kama mwokozi wa maisha yako, ama umerudi nyuma, uhusiano wako na Mungu iko mbali. Unasema, mtumishi wa Mungu, omba nami nimrudie Yesu. Nafasi ni yako. Let me see by the show of hands. Inua tu mkono wako kama uko pale. Asante Baba. Baba, nakushukuru. Utukufu na sifa zikurudie. Tunapokutolea, bariki dhaka na sadaka zetu, uzitakase zikubalike mbele yako. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Mpe Yesu makofi mazuri.